Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natumai nyote hamujambo. Leo nimekaa hapa kwa kukumbusha kitu muhimu sana katika maisha yetu ambao watu wengi labda kwa namna moja au nyingine tunakichukulia kitu hiki kama jambo la kawaida. Nataka niwaambieni ndugu zangu, rafiki zangu, wapenzi wangu kwamba mapenzi sio kitu cha bahati mbaya. Mapenzi yanatengenezeka na mapenzi yanaundwa na mapenzi yaweza pia kuondoka. Hivyo pia mapenzi yanaweza kujengeka. Umewahi kujiuliza utapata faida gani utakapopenda watu wako, utakapopenda vitu vyako, utakapopenda vitu ambavyo ni vya kwenu, utakapokuwa na mapenzi ya hali ya juu ya nchi yako, utakapokuwa na mapenzi ya juu ya hali ya juu ya watu wako, mapenzi ya hali ya juu kwenye dini yako, mapenzi ya hali ya juu miongoni mwa rafiki zako? Umefahamu kwamba mapenzi yanaweza kubadilisha wewe ikawa wewe, nani ikawa nani, swali ikawa jibu, na jibu ikawa swali. Fikra ya mapenzi inaweza kuondoa ukatili na ubaya katika jamii, ukatili na ubaya kifamilia, ukatili na ubaya katika nyumba zetu za ibada, ukatili na ubaya katika nchi yetu. Thamani ya amani yaweza kupanda kutokana na mapenzi. Je, umejiuliza utamfanyia nini mwenzio leo ili kumwonyesha jinsi gani unavyompenda, jinsi gani unafahamu na kustafidi katika uwepo wake katika hii dunia? Je, umemwambia nani wiki hii kwamba wewe unampenda? Umemwambia nani wiki hii kwamba unatamani uwepo wake katika maisha yako? Umemshukuru nani kwa kukufanyia wema, kwa kukupenda, kwa kuwepo katika maisha yako? Umerudisha fadhila kwa nani? Si kwa kusema, hata kwa kuombea dua. Umerudisha fadhila kwa nani katika mazingira kama haya? Je, mnajua Mwenyezi Mungu ametuumba sisi wote tuna mioyo ambayo inapenda mapenzi. Na unafahamu kwamba ukimpenda mtu na wewe ukapenda na wewe ukapendwa ni starehe kuliko starehe zote katika hii dunia? Basi utajisikiaje wewe leo ukakutana na wenzako wanaoipenda nchi yako, wanaokupenda wewe kwa kuipenda nchi yako, wanaopenda viongozi wako wa dini na wa kiraia? Utajisikiaje? Hamasa kiasi gani ukiona bendera ya nchi yako ikipepea? Hamasa kiasi gani ukiona watu wa nyumbani kwenu wanaongea lugha sawa na ya kwako au lahaja sawa na ya kwako? Utajisikia amani kiasi gani kwamba umefika sehemu ukakuta Waswahili wenzio wapo, chakula cha kwenu kipo, ukitafuta dengu kwenu ipo? Utajisikia amani na furaha kiasi gani ukigundua kwamba watu mnaishi, lakini amani iliyopatikana miaka yote ni kwa sababu ya mapenzi, ni kwa sababu ya kupendana? Je, umeona umuhimu gani wa mapenzi katika maisha yako? Na unaona hasara gani ya kukosekana mapenzi katika maisha yako? Mapenzi ya kumpenda Bwana Mtume, mapenzi ya kumpenda Mola wako, mapenzi ya kuachana na dunia na kuipenda akhera yako, mapenzi ya kukataa maovu na kushinikiza mema, mapenzi ya kukataa chochote kisichozungumza amani, mapenzi ya kuipenda nchi yako hata kama hawapo jamaa ukatetea ukasema hapana, la hasha, hii si nchi yangu, nchi yangu mimi ni nchi ya mapenzi. Kwa nini leo usimpende Mwenyezi Mungu? Kuna mtu gani amekupa alichokupa Mwenyezi Mungu? Kuna mtu anaweza kufidia hewa au pumzi unaovuta ambao Mwenyezi Mungu amekupa kwa bure? Nani ataweza kuifidia pumzi? Hakuna. Kwa nini usimrudishie fadhila Mwenyezi Mungu kwa kumpenda? Kwa nini usiwapende mitume wa Mwenyezi Mungu? Kwa nini usipende vitabu vya Mwenyezi Mungu? Kwa nini usiwapende marafiki wa Mwenyezi Mungu? Na kwa nini usimwombe Mwenyezi Mungu akakufanya miongoni mwa marafiki zake?
akakufanya miongoni mwa waja wake wema. Kwa nini kila ukiswali usiwaombee fadhila wana mtume na mitume wa Mwenyezi Mungu na Ibrahim na ali zake Ibrahim? Kwa nini usiombee amani nchi yako? Kwa nini hupendi mapenzi? Lini utakubali kupenda? Lini utapendana na watu? Lini utafurahia kuhusu kupendana? Tafakari leo kisha uchukue hatua.